Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati kwa kushirikiana na vikosi vya wanajeshi wa Saudi Arabia limetekeleza mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo kadhaa mashariki mwa Iraq, likisema operesheni hiyo ililenga makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran ambayo yanadaiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Marekani na miundombinu muhimu ya nishati nchini Saudi Arabia. Operesheni hiyo ni miongoni mwa hatua kubwa zaidi za kijeshi zilizochukuliwa na washirika hao kwenye kipindi cha hivi karibuni, huku mvutano wa kiusalama ukiendelea kuongezeka kwa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa ya CENTCOM mapema hii leo Julai 29 mwaka 2026 iliyochapishwa kupitia mtandao wa X, ndege za kivita za Marekani na Saudi Arabia zilishambulia kwa pamoja vituo vya usafirishaji wa silaha, maghala ya kuhifadhi makombora, vifaa vya kijeshi, maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani pamoja na vituo vya uratibu wa shughuli za wanamgambo katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Iraq. Marekani imeeleza kwamba mashambulizi hayo yalipangwa kutumia taarifa za kijasusi zilizokusanywa kwa muda, zikionyesha kwamba maeneo hayo yalikuwa yakitumika kuandaa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani na washirika wake. CENTCOM imesema operesheni hiyo ilifanyika baada ya makundi hayo kufanya zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani ndani ya saa 72 zilizopita. Kwa mujibu wa Marekani, mashambulizi hayo yalielekezwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kuongeza shinikizo kwa Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Katika taarifa yake, CENTCOM imeshutumu moja kwa moja vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vya Iran IRGC kwa kutekeleza kufadhili mashambulizi hayo kupitia makundi ya silaha yanayofanya shughuli zao nchini Iraq. Marekani inadai kuwa IRGC imekuwa ikitoa mafunzo ya kijeshi, silaha za kisasa, ndege zisizo na rubani, makombora pamoja na msaada wa kifedha kwa makundi hayo ili yaweze kushambulia maslahi ya Marekani bila Iran kushiriki moja kwa moja vitani. Kwa mujibu wa tathmini ya jeshi la Marekani, maeneo yaliyoshambuliwa yalikuwa yakitumika kama vituo vya usafirishaji wa silaha kutoka nje ya Iraq, maghala kuhifadhi vifaa vya kijeshi pamoja na maeneo ya maandalizi ya mashambulizi ya kutumia ndege zisizo na rubani. Marekani inaamini kuharibu miundombinu hiyo kutapunguza uwezo wa makundi hayo kupanga na kutekeleza mashambulizi mapya katika kipindi kijacho. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa operesheni hiyo ilihusisha ndege za kisasa za kivita zilizorusha makombora yenye uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa, huku mifumo ya upelelezi wa anga na satellite ikitumika kufuatilia malengo kabla ya mashambulizi kuanza. Lengo lilikuwa kuhakikisha maeneo yaliyotajwa yanaharibiwa huku madhara kwa raia yakipunguzwa kadri ilivyowezekana. Ushirikiano wa Saudi Arabia katika operesheni hiyo unaonekana kuwa hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa Riyadh na Washington. Kwa miaka kadhaa, Saudi Arabia imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi dhidi ya mitambo yake ya mafuta na gesi, huku mara nyingi ikiyahusisha na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Marekani imekuwa ikipa Saudi Arabia msaada wa kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga na ushirikiano wa kijasusi ili kuimarisha usalama wa miundombinu hiyo muhimu kwa uchumi wa dunia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa operesheni hii inaweza kuongeza hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa makundi yanayoungwa mkono na Iran, jambo ambalo linaweza kuzidisha hali ya taharuki katika Mashariki ya Kati. Endapo pande zote husika zitaendelea kujibu mashambulizi kwa nguvu, kuna uwezekano wa mzozo huo kupanuka na kuathiri nchi nyingine za kanda, usalama wa njia muhimu za usafirishaji wa mafuta na gesi, pamoja na uthabiti wa soko la nishati duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.